Ndugu wapendwa, katika adhimisho letu la siku hii Alhamisi Kuu, tuna mambo matatu ya msingi ambayo tunayaadhimisha ama pia kuyakumbuka. La kwanza, kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu kama kilindi ama kisima ama kiini cha sakramenti nyingine zote. Lakini daraja takatifu ya upadre, kumwandaa huyu kuhani mtumishi wa kuadhimisha hicho ambacho Kristo anakiacha, na amri kuu ya mapendo inayobeba uzima ama ukamilifu wa fumbo hilo ambalo Kristo analifanya. Anatoa sadaka yake kwa ajili ya kuashiria upendo wake kwa watu. Anatoa msamaha ama kuwatakasa hao watu, ishara ya kuwasamehe dhambi zao, upendo aliokuwa nao kwa watu. Sasa haya yote matatu ambayo tunayaadhimisha hivi leo ama kuyakumbuka, yanaongozwa moja kwa moja na somo letu la kwanza. Tumesikia ni kitabu cha Kutoka. Mwenyezi Mungu anamwambia huyu Musa na Haruni kwamba huo mwezi, siku wanayoiandaa kwa mwezi huo, iwe siku ya kwanza na mwezi wa kwanza ni kama mwanzo mpya, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tunaanza upya, mwanzo mpya wa safari hii ya ukombozi. Na sio tu kuanza upya, wanamwandaa na huyu mnyama wa sadaka, mwanakondoo asiyekuwa na ila. Tumesikia kwamba tumeambiwa ataachwa mpaka siku ya 14. Na pengine kwa nini siku ya 14? Ukisoma kitabu cha Walawi sura ya 12 yote inahusiana na habari za kutakaswa kwa mwanamama pamoja na mtoto wake pindi anapojifungua. Imetajwa kwamba akizaliwa mtoto wa kiume atakuwa najisi kwa siku 7. Akizaliwa wa kike, yule mtoto atakuwa najisi kwa siku 14. Na baada ya kupita hizo siku 7 kwa wa kiume ama 14 kwa wa kike, inatolewa sadaka ya kutakaswa. Hata mama yule atatakaswa. Sasa hapa kumetajwa siku 14 za kuachwa huyo mnyama anayeandaliwa kwa ajili ya sadaka ya kutakasa watu, kwa maana kwamba ni siku 14, idadi kamilifu ya kutosha kutakasa watu wote, jinsia zote, ya kike na ya kiume, kutokana na hatia, kwamba walivyozaliwa walikuwa na hali ya hatia. Tungesema ni dhambi ya asili, maana Walawi anavyosema kwamba akizaliwa wa kiume ni najisi kwa siku 7, wa kike najisi kwa siku 14. Anabeba hayo maashirio ya hali ya dhambi ya asili ambayo inahitaji utakaso. Lakini utakaso unaokuja kwa kipindi chetu wenye nguvu zaidi ni huyu wa Kristo anayeingia katika mahali patakatifu mara moja tu. Ukisoma waraka kwa Waebrania, mara moja akatolea sadaka hiyo moja ya kwake yeye mwenyewe, akiwa ndiye kuhani na altari. Lakini sasa tunaambiwa anaandaliwa huyo mnyama kwa hizo siku 14, mwanakondoo. Ni sadaka bora isiyokuwa na hatia. Ukirudi kidogo nyuma, ni sura ya 6 ya Walawi, katika kutolea hizo sadaka, kama ni sadaka inayotolewa kwa kundi kubwa, jumuiya kubwa ya watu, ama mfalme ama kuhani, walitolea mnyama mkubwa zaidi, ndama, mtoto wa ng'ombe tungesema. Lakini hili ni swala la kuokoa mtu mmoja mmoja, watu wote, lakini mmoja mmoja katika hao wote anaandaliwa mwanakondoo ama mwanambuzi kama sadaka ya kwanza kamilifu iliyo bora. Na kama wangekuwa hawana uwezo, tuliambiwa wangetolea makinda mawili ya njiwa, na kama hata wawezi kutolea hayo makinda mawili ya njiwa, walitoa kilo 1 ya unga. Sasa huyu anatolewa mwanakondoo bora kabisa katika sadaka hizo kwa ajili ya kumwashiria Kristo, mwanakondoo anayetolewa mara moja kwa ajili ya kutakasa watu wote, makundi yote, watu wote, makabila yote. Siku 14 pia ni idadi za kutosha kwa kila makabila. Tukigawanya 7 wa kiume na 14 wa kike, tungesema pia ni mgawanyiko wa watu wa kila kabila, lugha, jamaa, taifa na jinsia. Sasa hao wote wanapata nafasi hiyo ya kumpokea Kristo anayejitoa sadaka kwa ajili yao. Na huyu mwanakondoo wa kwanza anaashiria huyo Kristo Ekaristi. Na anavyoondoka sasa, tunaelekea kuadhimisha huko kuteseka na kufa kwake, kisha kurudi kwa Baba. Anavyoondoka anatuachaje? Anatuachia zawadi ya uwepo wake katika Ekaristi, na ndiyo asili ya jina lake, hiyo hali ya kubaki daima na sisi, Immanueli, Mungu pamoja nasi.
asiyeondoka katikati yetu, aliyeko katikati yetu daima. Sasa hayo yote katika sehemu ya somo la kwanza linamwashiria huyu ambaye anajitoa sadaka hiyo kamilifu, akiachana sasa na hiyo ya damu za ng'ombe, za ndama, za njiwa. Kuna ile Zaburi tunaimba kwamba je, mimi ninywe damu ya mbuzi ama nyama ya mafahali? Kwa hiyo inatolewa sadaka nyingine kamilifu inayoshinda hizo za zamani. Za zamani zilikuwa zina maana, zilikuwa zinamwashiria yeye ajaye, lakini anavyokuja anaanzisha mwanzo mpya. Tunaambiwa itakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu, ni mwanzo wa mianzo. Ukisoma Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 anavyosema, ulipofika utimilifu wa nyakati Mungu akamtuma kwenu mwanae. Utimilifu wa nyakati ni mwanzo mpya, ni kipindi kipya. Ndio hiyo saa ya ukombozi, ndio saa iliyokubaliwa, ndio saa ya Kristo. Anaweka hiyo ekaristi ambayo pia tumeiona katika hili somo la waraka tulilolisoma, ni waraka kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 23 kuendelea. Ni Paulo anashuhudia. Paulo ameyaona hayo baadaye sana, ni baada ya Kristo ambaye alishapitia kipindi cha mateso, akafa, akafufuka, akapaa. Maana anamtokea Paulo anasema alinitokea mimi kana vile ni mtu aliyezaliwa kabla ya wakati wake. Kwa hiyo Paulo alitokewa na Kristo mfufuka, na haya anayapata katika hali kama ya mafunuo. Anaambiwa kwamba anatushuhudia kwamba alipokuwa akila alitoa mkate akasema, mfanye hivi, huu ni mwili wangu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, na vivyo hivyo akafanya kwa divai. Na ukiendelea kusoma hapa chini zaidi anasema kwamba kila mlapo mkate na kunywa kikombe hiki mnaitangaza mauti yake hata ajapo. Na ukiendelea zaidi anasema tunavyoshiriki bila kustahili tunapokea hukumu dhidi yetu sisi wenyewe. Sasa wapendwa, anaweka hii ekaristi ambayo ekaristi ni kiini cha sakramenti nyingine zote. Tungeweza tukasema ni kwa nini sasa ni kwa nini tusikianza na ekaristi kama sakramenti ya kwanza alafu ndipo nyingine zifuate? Kuna ya kwanza katika ukuu ekaristi, kuna ya kwanza katika kuupokea Ukristo ambayo ni ubatizo, na hizi zote anaziweka hapa mwishoni kabla ya kupaa. Na tunaweza kushangaa ni kwa nini leo anaweka ekaristi takatifu, leo anaweka upadre, daraja takatifu, leo anaweka sakramenti ya kitubio kwa kuwatakasa miguu na kuambia takasaneni nyinyi kwa ninyi, ama anaashiria kile ambacho watakifanya hao wahudumu wanaowekwa leo. Alafu ukisoma Injili ya Mathayo mwishoni kule sura ya 28, baada ya kufufuka anawavuvia, anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu, mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Kwa hiyo anawapa pia hiyo sakramenti ya kitubio kwa namna nyingine. Lakini hapo mwishoni tena Injili ya Mathayo anawaambia muende ulimwenguni mote mkawafanye hao watu kuwa wafuasi wangu mkiwabatiza, na anatoa kanuni hiyo ya ubatizo ya kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anaweka pia sakramenti ya ubatizo, zote zinawekwa hapa mwishoni kabisa, mwisho wa safari yake ya maisha ya hapa duniani. Na anayaweka hayo kwa sababu alisema, sitaki kuwaacha ninyi yatima, nitakuja kwenu na mioyo yenu hiyo ijawe furaha. Sitaki kuacha yatima, maana jina langu ni Immanueli, Mungu pamoja nanyi, anayekaa nanyi daima. Lakini si hayo tu, anavyoweka hizi sakramenti zote ambazo zinakaa chini ya huyu kuhani mwadhimishaji, kuna jambo lingine ambalo hatulioni waziwazi. Mara nyingi kabla ya safari yake ya kupaa, ukisoma hasa zaidi Injili ya Yohane, nimejaribu kuangalia hapa anapoahidi Roho Mtakatifu. Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Aya ya 26 katika sura hiyo hiyo ya 14 anasema, huyo msaidizi Roho Mtakatifu atawafundisheni ninyi kila kitu na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Sura ya 15 aya ya 26 bado ni Yohane anasema, atakapokuja huyo Roho atokaye kwa Baba atanishuhudia mimi.
Sura ya 16 aya ya 7 anasema, nisipoenda mimi, yani asiporudi kwa Baba, msaidizi hata kuja kwenu, nikienda nitamtuma. Sura ya 16 pia aya ya 13 anasema, atakapokuja huyo Roho atawaongoza kwenye ukweli wote. Na ukienda Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 49 anasema, nami mwenyewe nitawapelekeeni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Anaashiria huyo Roho Mtakatifu. Na Yohane sura ya 20 aya ya 22 anawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu, mkiwasamehe watu dhambi watasamehewa. Na kisha Mathayo 28:28 anavowavuvia na kuambia pokeeni Roho Mtakatifu, ndipo anawaagiza sasa kuwabatiza watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni kwa nini nimeona tuangazie hayo ama nafasi hizo ambazo Kristo anataja ama anaahidi Roho Mtakatifu? Tumesema leo tunaadhimisha kuwekwa Ekaristi kama kiini, kilindi, kisima cha sakramenti nyingine zote, na zote zinatokana na hiyo. Kristo anavyotuachia hii Ekaristi, anamwacha na Roho Mtakatifu ambaye amekwisha kumwahidi. Na ukiangalia sakramenti zote 7 tulizoko nazo katika Kanisa Katoliki, sakramenti zote tunamuita moja kwa moja Roho Mtakatifu, kuanzia kuweka Ekaristi takatifu katika adhimisho la misa takatifu, isipokuwa pengine sala ya Ekaristi ya kwanza inamuita moja kwa moja Mungu Baba avitakase vipaji hivyo. Sala ya Ekaristi ya pili inasema kwa nguvu ya Roho wako. Kwa hiyo tunamuomba Baba ampeleke huyo Roho wake Mtakatifu atakase. Sala ya Ekaristi ya pili pia inasema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sala ya Ekaristi ya tatu inasema kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Sala ya Ekaristi ya 4 inasema umpeleke huyo Roho Mtakatifu ili apende kuvitakatifuza. Alafu kuna zile za nyongeza. Sala ya Ekaristi ya upatanisho wa kwanza inasema uishushie sadaka hii nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Sala ya Ekaristi upatanisho wa pili inasema uishushie Roho wako Mtakatifu. Alafu kuna zile sala za nyongeza kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Ya Ekaristi ya kwanza inasema umtume Roho wako Mtakatifu avitakatifuze. Ya pili, ya tatu na ya 4 inasema vivyo hivyo, umtume Roho wako Mtakatifu avitakatifuze. Kwa hiyo kwa ufupi, Ekaristi takatifu mageuzi pale tunamuita Roho Mtakatifu. Na ubatizo vile vile, mtu anapakwa mafuta ya krisma, anaitwa Roho Mtakatifu juu ya kumtakatifuza huyu mtu. Kipa imara, huyu mtu anaombewa mapaji ya Roho Mtakatifu. Ushemasi, ile sala ndefu inasema uwe karibu nasi yeye Bwana. Baadaye anasema ashushe Roho wake Mtakatifu juu ya mteule huyu. Katika upadrisho vivyo hivyo, kuna sala hiyo inaanza vile vile, uwe karibu nasi. Baadaye inamuita Roho Mtakatifu. Na katika sala ya uaskofisho inasema maneno yanayoashiria hivyo hivyo. Mwanzoni wanamuita Mungu Baba na wanamuomba kupitia jina la Kristo, na wanasema amimine Roho wake Mtakatifu, ambaye huyo Roho Mungu alimpa Kristo na akawapa mitume awe mwanzilishi wa kanisa. Siku ya Pentekoste tunakumbuka ndio mwanzo wa kanisa. Alafu sasa wanasema amimine huyo Roho juu ya huyo mteule ambaye ni huyo askofu mteule. Kwa hiyo tunaona, alafu sasa ipi tena ya mwisho? Upatanisho, ile sala ya maondoleo. Baada ya kitubio, padri anakuambia Mungu Baba mwenye huruma aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa kifo na ufufuko wa mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, akatupatia Roho Mtakatifu tupate kuondolewa dhambi. Pokeeni Roho Mtakatifu, mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Kwa hiyo hatuna sakramenti yoyote hata moja ambapo hatumwiti Roho Mtakatifu. Ndipo kusema kwamba katika kuwekwa Ekaristi takatifu ambacho ni kilindi cha sakramenti nyingine zote na kuhani mwadhimishaji wake, anaachwa Roho Mtakatifu katika kanisa, na ndiye huyo msaidizi ambaye tunamkimbilia katika maadhimisho ya sakramenti nyingine zote ambazo tunaziadhimisha katika kanisa. Na hayo yote sasa, Ekaristi na upadre
kwa pamoja vinaingia katika hiyo ambalo ni amri ya mapendo ambayo Kristo anaiacha: kupendana, kuchukuliana, kuvumiliana. Ametoa sadaka hiyo ni kwa sababu ya upendo. Hakuna upendo mkuu jinsi hii ama kuliko wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu zake. Ama mahali pengine, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Kwa hiyo yote, Mungu kupenda ulimwengu akatoa sadaka ya Kristo, ishara ya upendo. Kristo kufa sadaka, ishara ya upendo kwa hawa watu. Kwa hiyo mwishoni sasa, adhimisho la Ekaristi ni adhimisho la upendo wa Kristo aliyetaka kukaa katikati ya watu. Yeye aliye mkamilifu akakaa katikati ya wadhambi. Yohane anatuambia huyo neno akatwaa mwili akakaa kwetu, ni Injili sura ya 1. Lakini waraka wake Yohane anasema sisi tuliona utukufu wake yeye aliye mwana wa pekee wa Baba, amejaa neema na kweli. Anataka na sisi tujae neema, anataka tujae na kweli, ambaye ni asili yake yeye, ambaye ni njia, kweli na uzima. Wapendwa, kujaa neema, Mariamu amejaa na hajatindikiwa wala hahitaji kuongezewa. Kujaa neema na kujaa kweli ni machaguo. Ekaristi kuwa kilindi, kisima, na sisi kufaidi katika kisima hicho ni machaguo. Yeye kutoa sadaka yake na mimi kustahilishwa kutokana na sadaka hiyo ni machaguo. Hatufungi kamba wala hatulazimishi. Sasa tunavyotafakari hayo anayoyaacha na kuona thamani ya hayo anayoyaacha, tunaalikwa sisi sote katika ujumla wetu kumkimbilia kila wakati ili kufaidi katika hayo. Tunamkimbilia tunapotambua tuko wadhaifu. Tunatamani kwenda na sisi kutolea sadaka ama ya hua ama sadaka ya ndama ama sadaka ya mbuzi na kondoo, lakini mwishoni anatuambia sadaka ninayotaka kutoka kwako ni moyo mnyofu. Lakini huo moyo mnyofu ni upi? Si kwamba sisi ni wakamilifu wala malaika wala watakatifu. Moyo uliopondeka, moyo uliovunjika, utambi unaofifia, ni moyo ambao unanyenyekea, unajitambua ni dhaifu, ninahitaji kusimama, lakini kwa nguvu zangu siwezi. Nimkimbilie yeye, nimpe mkono aniinue. Anatuinua kutoka jehanamu, anatuketisha pamoja na wakuu. Katika adhimisho letu hili la leo tunafanya kukumbuka hayo, lakini tunatamani yawe hai kwetu, yanakuwa hai kila wakati tunapojipatanisha na yeye. Tumkimbilie kila wakati, anatutakasa kama anavyowatakasa hawa miguu, ishara ya kutakasa mioyo yetu. Na kwa unyenyekevu huu anashuka na kuwaosha miguu wote na ni wote, na hata anajua Petro kwamba atamkana mara 3, lakini anamuosha miguu na bado anamwambia Petro huyo huyo, mtakasaneni ninyi kwa ninyi. Na ndivyo mnavyoandaliwa ninyi wadogo zetu, ama sisi sote tumeandaliwa kwa ajili ya hayo kutakasana. Linapobeba hiyo ishara ya upatanisho ama kitubio, liturudishe pia katika hali ya kawaida ya kusameheana, katika yale ambayo tunaweza tukasema kwa haya tunachukuliana, kwa jinsi ambavyo Kristo aliona udhaifu wa Petro akamuonya, lakini akamtakasa. Aliona udhaifu wa Yuda, alimuonya, lakini alivyokufa msalabani amekufa kwa ajili ya kila mmoja, hata wale wote waliomsulubisha. Neema yake ifanye ndani yetu kazi yake, na sisi tushirikiane na neema hiyo ili tuweze kustahili katika hayo anayotuachia katika sakramenti hizo. Mafaa yake amfaidie kila mmoja katika safari ya wokovu. Tumsifu Yesu Kristo.